Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetoa wito kwa Rais wa Marekani Donald Trump kuzidi kuiwekea vikwazo Rwanda ili kurejeshea nguvu mchakato wa amani unaoongozwa na serikali ya Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Therese Kayikwamba amezungumza kwa saa chache tu baada ya kundi la waasi la M23 kudai kwamba limeuteka mji wa Uvira ambao ndio wa pili kwa ukubwa katika jimbo la Kivu Kusini. Mji huo ni muhimu kwa shughuli za uchukuzi wa maji ikizingatiwa kwamba upo karibu na ziwa Tanganyika na ni kivukio kikubwa kuingia eneo zima la maziwa makuu. M23 wanasema kuwa wameondoa kile wanachokiita vitisho vikiwemo matamshi ya uchochezi na mauaji katika maeneo yaliyodhibitiwa na serikali za Kinshasa na Burundi. Uvira pia ni kituo kikuu cha kijeshi na kutekwa kwa mji huo huenda kukatoa nafasi kwa kundi hilo kuingia katika maeneo mengine kupitia Kivu Kusini. Msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka amesisitiza kwamba hatua hiyo ilitokana na wapiganaji wa kundi hilo kulengwa na kushambuliwa na vikosi vya jeshi la serikali FARDC. Milio ya risasi imeripotiwa kusikika wakati M23 walipokuwa wakiingia mjini humo katika uvamizi ambao umesababisha maelfu kuhamia nchini Burundi. Shule na maduka zimefungwa huku wakazi walioingiwa na hofu wakisalia majumbani. Aidha, wakazi wanasema kuwa wamewaona wanajeshi wa serikali wakiondoka eneo hilo ambalo ni la mwisho lililokuwa limesalia chini ya serikali katika eneo zima la mashariki mwa DRC. Hatua hii inajiri siku chache tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kushuhudia kutiwa saini kwa mkataba wa amani kati ya Rwanda na DRC ili kumaliza vita hivyo ambavyo vimejiri kwa muda mrefu sasa. Pande zote mbili zimekuwa zikilaumiana kwa ukiukaji wa mkataba huo wa amani. Katika taarifa, serikali ya Rwanda imesema kuwa Burundi imetuma vikosi vyake zaidi ya wanajeshi 20,000 kusini mwa Kivu, vilevile kuishtumu Kinshasa kwa kukiuka mkataba huo wa amani. Kwa upande wake, Rais Felix Tshisekedi wa DRC ameishtumu Rwanda kwa madai ya kuhusika katika mashambulizi Kivu Kusini. Wakati hayo yakijiri, shirika la Save the Children limesema kuwa zaidi ya watu 200,000 wakiwemo zaidi ya watoto 100,000 wamelazimika kuyahama makazi yao huko Kivu Kusini kutokana na kuzuka upya kwa mapigano makali. Sasa ili kuelewa zaidi kuhusu matukio ya leo huko DRC, tuungane na mchambuzi Edgar Githua anajiunga nasi kutoka jijini Nairobi. Githua, kutekwa kwa mji wa Uvira kutaathiri vipi uwezo wa serikali ya Kongo DRC kudhibiti eneo zima la mashariki mwa taifa hilo? Asante Rodcliffe. Kutekwa nyara kwa mji huu kutafanya DRC, sasa jeshi la DRC lishindwe kuweza kudhibiti mji huo, na pia wamepoteza sehemu kubwa sana ambao walikuwa na dhibiti. Kwa hivyo majeshi ya M23 yatapata nguvu zaidi na utakuta nguvu ya serikali ya DRC inaenda inapungua upande wa mashariki. Na mji huo wa Uvira una umuhimu kiasi gani kwa eneo zima la mashariki mwa Kongo? Kitu cha kwanza ni ambavyo vile umesema katika habari zako ni kuwa ni mji ambao unatumika sana katika transport, katika mambo kama hata ya madini, biashara za madini. Ni mji ambao umekaribia Burundi. Kwa hivyo ukitaka kuingia katika maziwa makuu na mahali pale Great Lakes, ule ni mji ambao ukitekwa nyara ni kumaanisha serikali ya DRC inakosa ushawishi upande wa mashariki wa DRC. Na M23 binafsi watafaidika vipi kwa kudhibiti mji huu? Watafaidika kwa maana sasa wakienda katika mazungumzo ambayo natumaini kuwa yataitwa tena, watakuwa sasa wana ushawishi mkubwa, maana watasema mashariki mwa DRC tuko na miji mikubwa, Kivu Kusini, Kivu kaskazini. Kwa hivyo utakuta wana ushawishi mkubwa, na pia wanazidi pia kuyataka yale madini, kuyachukua na kuongeza majeshi. Nilikuwa naona video kuwa wameanza kusajilisha hata kuongeza vijana katika jeshi lao. Kwa hivyo ni jeshi ambalo linazidi kuwa na nguvu zaidi. Dr. Githua, haya yanatokea siku chache tu baada ya ile hafla kubwa ya kutiwa saini kwa mkataba huko Washington. Je, mpango wa Rais Trump sasa umetiwa dosari, huko matatani? Uko mashakani kwa sababu sasa ni kuoneshana ni kama hana ushawishi mkubwa, na sasa itaonekana kuwa kuna mambo ambayo hayakuweza kuzingatiwa katika ule mkataba ambao umefanya M23 waweze kuinuka na kuzidisha na kuendelea na hivi vita vyao. Mojawapo ya mambo ambayo watu wanawataja Dr. Githua ni kwamba M23 hawakuhusishwa kwenye mazungumzo haya ya Washington Accord. Je, inaweza kuwa hii ndio sababu? Ni sababu moja, na hawangeweza kuhusishwa kwa sababu ule mkataba ulikuwa kati ya mataifa mawili, Rwanda na DRC. Na kwa sababu M23 sio taifa na sio
hawangeweza kuhusishwa katika ule mkataba, na hakika wamekasirika, na ndio maana wanajaribu kusema kuwa kwa sababu hawakuhusishwa, wanajaribu kuonesha umaarufu wao na kuwa bado wao wana nguvu ambayo ni lazima wazingatiwe. Sasa vipi kuhusu raia ambao tayari walikuwa wanaonekana kwamba hali yao ni ngumu, wanakimbilia usalama katika mataifa jirani, Burundi, Rwanda, lakini sasa Burundi inaonekana imeimarisha usalama na wengi wanahisi kwamba hata katika mpaka ni kama hawawaruhusu kuingia ndani. Kipi kitawapata raia hawa? Raia wataathirika vibaya sana, kwa sababu Burundi haitawakubali waingie pale, kwa sababu kutakuwa na shida kubwa, na pia Burundi wanahofia kuwa majeshi ya M23 na wengine wahalifu wengine wanaweza kujificha katikati ya wakimbizi hao na wakaingia katika Burundi. Kumbuka Burundi pia wana shida kwao nyumbani, wana majeshi wengine wanapambana nao, kwa hivyo hawatakubali hawa wakimbizi waweze kuingia, kwa sababu itawaletea shida kubwa. Shukran sana Dr. Edgar Githua, tukisema naye kutoka Nairobi kuhusiana na hali ilivyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahojiano hayo yanatukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu.